Bahati katika mpira wa miguu haina idadi. Kwa hiyo wewe unayedhani bahati ni goli moja, hiyo sio bahati. Bahati unaweza ukabahatisha pale ambapo kustahili hata goli 10 zikafika na watu wakashangaa imekweje, lakini ndo bahati zenyewe. Wenzetu leo walikuwa na bahati, lakini si kwamba wametuzidi kwa kiwango hicho katika kucheza soka. Na ukiangalia tu katika soka la kawaida, kwa wale waliokuwa wanafuatilia ule mpira ambao watu wanapiga pasi zimepangana vizuri, unakwenda kwa yule, unatoka hapo na mia kwa huko. JKT Tanzania imecheza. Wenzetu ukifuatilia vizuri, na ninyi waandishi mlikuwepo, leo zilikuwa mbio sana. Mpira ambao sisi JKT Tanzania hatukuzoea na tukutarajia kwamba tutakutana na mpira wa namna hii. Ndio sababu nikasema Yanga huko ligi ya mabingwa walikuwa wanajifunza namna ya kukimbizana na mpira uwanjani, kutanguliziwa alafu mbio ili upate ushindi pale ambapo pengine unadhani uweze ukapata ushindi. Mimi niishie hapo, niwashukuru sana Watanzania na niwape pole wale ambao wameumizwa na matokeo haya ambayo kwa hakika hatukuyatarajia, na hakuna Mtanzania ambaye alitarajia matokeo haya. Yanga wamepata ushindi huo, mimi niseme ni ushindi ambao si kwa kutuzidi uwezo, ni ushindi tu Mungu kaamua iwe hivyo, na bahati ilikuwa kwao kwa siku ya leo.